Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliobaridhia. Karibu katika lunch hour. Huu ni wasaa wa kula na kuanda, ambapo tunasoma na kutafakari neno la Mungu mstari kwa mstari, sura kwa sura na neno kwa neno. Karibu sana. Na leo ni kitabu cha Hesabu sura ya 9 mpaka sura ya 12. Sura ya 9 ina mistari 23. Mstari wa kwanza mpaka wa 14, Musa anawakumbusha wana wa Israeli kwa habari ya Pasaka. Pasaka ni sikukuu ambayo wanakumbuka kutoka katika nchi ya Misri, ambapo wana wa Israeli baada ya kupaka damu kwenye miimo ya milango yao, malaika mwenye kuharibu katika nchi ya Misri alipaa juu, Passover, alipita juu. Na kwa sababu Mungu alikuwa amewatendea jambo kubwa kiasi hiki, alitaka wana wa Israeli waendelee kukumbuka, na ndiposa hata sasa tunaendelea kuadhimisha sikukuu ya Pasaka, tukikumbuka vile damu ya Yesu ilivyotukomboa. Haleluya! Kwa jambo lolote zuri ambalo Mungu amekutendea ni vizuri kulikumbuka, ni vizuri kuadhimisha kama sehemu ya shuhuda. Mstari wa 15 mpaka wa 23, Biblia inaeleza kwa habari ya moto, kwa habari ya wingu la Bwana. Hapa anaeleza habari ya wingu na nguzo ya wingu na nguzo ya moto. Mpendwa wangu, unaweza usijue ilikuwaje. Hii nguzo ya wingu na nguzo ya moto vilikuwa vinapatikana juu ya sanduku la agano la Mungu. Juu ya sanduku la agano la Mungu, pale kwenye kiti cha rehema, kulikuwa na utukufu wa wingu linalopanda juu. Kwenye sanduku la agano ndiko wingu lilikuwa lina connect. Ukisikia neno Shekinah glory, Shekinah glory inamaanisha huo utukufu wa Mungu uliokuwa unaonekana kwenye sanduku la agano. Na Biblia inaeleza matumizi ya nguzo hii ya moto na nguzo ya wingu, kwamba nguzo ya moto ilikuwa wakati wa usiku na nguzo ya wingu ilikuwa wakati wa mchana. Wataalamu na wasomi wa Biblia wanasema wakati wa mchana nguzo ya wingu ilisaidia kuwapa kivuli, kwa sababu jangwani kuna joto kali, na nguzo ya moto usiku iliwapa mwanga, lakini pia ilisaidia kuwapa joto, kwa sababu jangwani kuna baridi kali wakati wa usiku. Nataka nikwambie, tunaye Mungu ambaye anajua kuwajali watu wake. Haleluya! Na tunapoendelea kujifunza, kuna kitu cha ajabu. Tunaweza wengi tukapenda kuongozwa na wingu, lakini nikiusoma ule mstari wa 21, anasema kuna wakati wingu lilikaa mpaka jioni, kuna wakati lilikaa mpaka asubuhi, wakati mwingine mwezi, wakati mwingine mwaka. Nini maana yake? Ukitaka kuongozwa na Mungu lazima uwe mvumilivu, kwa sababu Mungu hafungwi na muda kama sisi tunafungwa na muda. Yeye ni wa milele. Sisi unatamani ufanye kitu mapema kwa sababu muda wako wa kukaa hapa duniani ni mfupi, lakini Mungu wetu ni wa milele, na kwa sababu ni wa milele, yeye Mungu hafungwi na muda. Ukitaka kuongozwa na Mungu uwe mtu wa subira. Ndio maana saburi na uvumilivu ni moja kati ya tunda la Roho. Kuna wakati, ndugu yangu, wingu lilikuwa linakaa mwaka mzima hakuna kusafiri. Kwa ukitaka kuongozwa na Mungu au kuongozwa na kanuni za kiungu, uvumilivu ni jambo la muhimu sana. Sura ya 10 inaeleza zaidi kwa habari ya tarumbeta ambalo linatengenezwa, tarumbeta la kukutusha ambalo litapigwa wakati wa vita na kwa sababu ya safari mbalimbali ambazo wana wa Israeli watakuwa wakisafiri. Na anaelezea jinsi hilo sanduku litakavyokuwa, na anaeleza jinsi wana wa Israeli ambavyo walikuwa wakisafiri baada ya nguzo ya moto kwanza kutembea. Jeshi lote la Israeli walisafiri, walijipanga kabila kwa kabila, wakaenda na wakafuata wakiongozwa na nguzo ya moto. Mstari wa 29, kuna mtu pale anaitwa Hobabu. Musa alitamani kwenda pamoja naye katika safari, na huyu Hobabu alikuwa hataki, lakini Musa akamwambia,
Kuna mema ambayo Mungu ametuandalia sisi Israeli. Ukienda pamoja na sisi, yale mema yetu yote yatakuwa ya kwako pia. Babu alikataa, lakini Musa akambembeleza. Tunajifunza nini? Kuna wakati lazima utumie nguvu kutaka watu wakubaliane na kile ambacho unataka kukipata. Sio ukimjaribu mtu mara moja unakata tamaa. Jaribu tena, mbembeleze, babu akakubali kwenda pamoja na wao. Lakini jambo la pili ambalo tunajifunza ni kwamba ukiambatana na watu wa Mungu, zile baraka za watu wa Mungu nazo zitakuwa za kwako. Mungu wa mbinguni na akubariki. Mungu wa mbinguni na kutende mema. Fuatana na mimi tena katika sura ya 9 ili tuweze kukamilisha lunch hour kwa siku ya leo, maana Mungu wetu ni moto ulao